tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2023 Bashe alikuwepo mahali hapa Mtwambu, na leo wewe umekuwepo hapa. Hii ni nia ya wazi ya serikali kwamba inataka kuhakikisha kwamba kilimo cha uhakika cha umwagiliaji kinakuwepo ndani ya nchi yetu. Kingine, sidhani kama ni jambo la maana sana kwa bilioni zaidi ya 17 zinazotumika za serikali kupitia wananchi wote, baadaye zionekane kuwa sio lolote si chochote, kwa sababu utunzaji wa hifadhi ya mazingira hapa ni hovyo. Ni hovyo. Tunavyoongea mimi na wewe hapa, vyanzo vya maji na mipaka yake ya hifadhi ikiwepo mito na hifadhi za maji kama ziwa dogo la Miwaleni na maeneo kama kambi ya Chui hapo kwetu kwenye hapo, hakuna, ni uharibifu mtupu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba waziri wa kilimo, ambaye kwenye cabinet ya mawaziri upo wana waziri wa ardhi na waziri wa mazingira, kaa chonjo. Haiwezekani ifanyike kazi kubwa namna hii ya fedha, lakini utunzaji wa mazingira juu ya vyanzo vya maji haupo. Na kuomba mheshimiwa waziri, hilo jambo livalie njuga. Umefika mahali hapa sasa hivi hakuna kibao kinaonyesha matumizi ya ardhi hata kimoja, na ni sehemu muhimu kuliko sehemu nyingine zote. Hilo jambo livalie njuga mheshimiwa waziri. Kabisa kabisa kabisa. Kingine, sio tu matumizi mabaya ya binadamu kwenye maeneo ambayo hayahusiki, lakini tunashindwa kuelewa hivi hawa watu wanahusika na mazingira na usimamizi wa matumizi bora ya ardhi hawapo kwenye wilaya. Mimi naishia hapo mheshimiwa, na uchungu kwa ajili ya hilo tu. Asante sana kwa huduma hii. Tija ni kwamba watu wanapata kipato tofauti na ilivyokuwa mwanzo kwa ile mifereji ambayo imekamilika. Sawa. Alafu na kingine ambacho kilikuwa ni changamoto mheshimiwa ni maeneo haya ya barabara. Barabara za kutoka kwenye mashamba kwenda sokoni. Barabara zetu sio salama. Njoo na wataalamu wako wa mazingira, tambueni maeneo ambayo hayaruhusiwi kwa kilimo. Mkisha yatambua, wewe toa kilomita 1 kwenye hizo 6, jengea kwanza hivyo vyanzo, zungushia. Lakini ukizungushia, uvuta angalau sehemu ya maji ya utoro wa maji, peleka weka keto trough pembeni, hata kwenye mita 200 pembeni. Ya maji tu yapite yaende huko. Wachimbie kama kibwao kidogo, yaende ng'ombe wakanywe huko, ili wasisumbue hapo. Sasa hili lisifanyike tena miezi 2. Tufanye haraka, kwa sababu vyanzo vikifa hamna haja ya mradi wote huu tumetupa hela. Sasa hatuwezi tupa fedha nyingi namna hii alafu tusitunze sehemu ambayo inatupa uhakika wa maji. Na kwenye hilo ni wahakikishie, naomba Mheshimiwa DC, simamia wala mtu asikutishe, kwa sababu unawasimamia maslahi yao wenyewe. Kwenye kuvilinda, msipovilinda manake nyi wenyewe mnajitengenezea madhira. Kwenye swala la kulinda vyanzo vya maji, na nisisitize, ulinzi wa vyanzo vya maji sio jambo la hiari, ni jambo la kisheria, ni jambo la kufa na kupona. Sasa hivi kutokana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, tunapata changamoto kubwa mno ya ukame. Na maji tunayoyapata kwenye maeneo mbalimbali, tusipoyalinda tutajikuta tumejitengenezea ukame wa kulazimisha wenyewe. Na madhara hayo sisi wote hapa hamna atayezungumzia umwagiliaji. Tutakuwa tukizungumzia vumbi na changamoto ya bonde lisilo na faida. Kwa hiyo tukitaka kufanikiwa ni lazima tuwe tayari kujitoa kusimamia kile kinachotupatia mafanikio. Na vyanzo vya maji ndio chanzo cha mafanikio na sio kitu kingine chochote. Hapa tunazungumza maji yana spidi, kila kitu tumeweka fedha, Mheshimiwa Rais katuletea bilioni 16 bila kutunza vyanzo vya maji. Na mimi nitazungumza na waziri ofisi ya makamu wa rais anayeshughulika na mazingira, nimuombe na yeye apande huko juu, na ziajabu tutakuja naye au nitamtuma naibu waziri wa jinai, waangalie uharibifu unaofanyika kisheria, tudhibiti. Na mimi niko tayari tupunguze kilomita nzima, tuzungushie hivyo vyanzo, tuvilinde. Sasa mtu atakayekata hivyo vyanzo aingize humo mifugo au afanye chochote, huyo ndio wa kushughulika naye. Tusiachie watu waharibu vyanzo vya maji. Tukiacha vyanzo vya maji viondoke, tumejiua wenyewe. Kwenye mazingira kama haya, unajua huku tuko kwenye ukanda wa semi desert. Tukiacha chanzo kimoja kiharibike, tumeua sehemu ya mwili wetu wenyewe. Tunajiingiza kwenye madhira wenyewe. Hatuwezi. Na nyinyi muwe wakali, nyinyi wasimamizi wa skimu, mkiacha mambo yaende kienyeji, mtakuwa wasimamizi wa nini? Wa ukame. Tusikubali kuwa wasimamizi wa ukame. Tuwe wakali, tusimamie.